Shalom, shalom, kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Nimekuwa bize kidogo kwa siku hizi chache kwa sababu ya maandalizi ya semina kubwa ya uamsho wa kanisa ambayo itafanyika na mtumishi wa Bwana Nabii Aston Adambaya kutoka Kongo, akiambatana mtumishi wa Mungu mchungaji Langi Stani, itakaofanyika hapa Mbinga mjini, Ruvuma, Tanzania, kuanzia tarehe 3 ya mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 ya mwezi wa 7 2026. Jambo linalohuzunisha sana nyakati hizi tulizonazo ni kwamba watu wameyakataa mafundisho yenye uzima, lakini wameugeukia hadithi za uongo. Ndio maana Paulo anasema katika kitabu cha Timotheo wa pili, Paulo anasema katika kitabu cha Timotheo wa pili sura yake ni 4. Mtume Paulo anasema katika roho wakati anamwagiza Timotheo, anamwambia na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakayewahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Lihubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Hizi ni nyakati ambazo Mtume Paulo aliziona katika roho kwamba utafika wakati. Ule wakati ambao Paulo aliuona katika roho ndio wakati tunaopitia leo. Ndio wakati ambapo watu hawataki mafundisho yenye uzima, lakini kwa sababu ya masikio ya utafiti wanajitafutia walimu makundi. Ndio maana utaangalia wale manabii wa Mungu bahari ndio waliopata kuwa na idadi kubwa ya wafuasi pale Israeli. Wakati wa Ahabu mfalme na wakati wa Yezebeli mke wake, yani Marikia, tunaona ya kwamba wakati ule nabii wa Bwana Elia alikosa watu wa kumuunga mkono, lakini waliounga manabii kwa sababu walikuwa ni wengi, na waliounga mkono walikuwa ni watu wengi sana. Ndivyo ilivyo leo. Wakati ninapokuambia kwamba tuna semina ya nabii wa Bwana Aston Adambaya aliyebahatika kuona vyumba 351 vya kuzimu, lakini pia aliyebahatika kwenda mbinguni mara 40, anazo siri za ufalme wa mbinguni. Lakini angalia leo watu walivyo na masikio ya utafiti, wanapoambiwa kwa habari ya kweli ya Mungu wanagoma, hawataki kuisikiliza na kuifuata. Ila kija mtu mmoja anaitwa nabii, ana vichupa vya mafuta, ana leso, ana bangili za upako na nini, watamwendea huyo kwa sababu ana masikio ya utafiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wanapoambiwa kwa habari ya kweli halisi wanaikataa. Paulo aliambiwa katika roho, anasema roho anena waziwazi. Roho anena waziwazi ya kwamba siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Kutakuwa kuna nyakati za nini? Za hatari. Katika Timotheo wa kwanza sura ya 4, basi roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Hizi ndo nyakati tunazoishi, ambazo ndo nyakati za mwisho kabisa. Watu wengi wamejitenga na imani, wanasikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Ndio maana ukisoma Maombolezo sura ya 4, ni kilio kikubwa kwa kanisa la Mungu. Ni kilio kikubwa kwa kanisa leo. Maombolezo sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza, jinsi dhahabu ilivyoacha kung'aa na dhahabu iliyo safi ilivyobadilika, mawe ya patakatifu yametupwa, mwanzo wa kila njia. Dhahabu imeacha kung'aa, walokole leo hiyo wamefanana mataifa. Walokole leo wanavaa kama mataifa. Walokole na wanavaa maswali makanisani wanawake.
Walokole wanaenda nusu uchi, jinsi dhahabu ilivyoacha kung'aa. Ukiwaambia kwa habari ya badiliko, wanawake wanatapaswa kuvaa kiutaua, wanapaswa kumpendeza Mungu katika mavazi yao. Wachungaji wao wamewaficha, wachungaji wao wanasema wanawake kupendeza, wachungaji wao hawataki kuambia ukweli. Ni kilio kwa kanisa. Wachungaji wanaangalia fedha, wanaangalia sadaka. Ukisoma mstari wa 2, maandiko yanatuambia wana wa Sayuni wenye thamani walinganao na dhahabu safi, jinsi wanavyodhaniwa kuwa vyombo vya udongo, kazi ya mikono ya mfinyanzi. Angalia leo kanisa la Mungu, walokole wa leo waliomwamini Yesu, jinsi wanavyodhaniwa kuwa ni kama watu wa mataifa, kupitia mienendo yao, kupitia maisha yao, kupitia mitazamo yao. Angalia mstari wa 3, Maombolezo sura ya 4, Biblia inasema hata mbwa mwitu hutoa matiti, huwanyonyesha watoto wao. Binti ya watu wangu wamekuwa mkali, mfano wa mbuni jangwani. Inahuzunisha kwa kanisa la mwisho, inahuzunisha kwa kanisa la leo. Angalia leo, mbwa mwitu anatoa matiti. Leo hii mbwa mwitu ndiye anayenyonyesha kanisa. Angalia, kanisa linanyonya matiti kwa mbwa mwitu. Maana yake kanisa linashiba kupitia mbwa mwitu. Biblia inasemaje kwa habari ya mbwa mwitu? Biblia inasemaje kwa habari ya mbwa mwitu? Ukisoma Mathayo sura ya 15, Mathayo sura ya 7 kuanzia mstari wa 15, anaangalia anasema wanakuja kama kondoo. Wanakuja kama kondoo, wengine wanawajia kama kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Sasa mbwa mwitu wakali manake wako wachungaji, wako walimu, wako manabii, wako mitume. Wanakuja ni kama ni kondoo, ni kama wanataka kunyonyesha kondoo wenzao matiti, maziwa kutoka kwenye matiti yao, lakini ili hali ni mbwa mwitu. Leo hii mbwa mwitu ndo ananyonyesha kanisa la Mungu. Mbwa mwitu ndo anaolea kanisa la Mungu. Mbwa mwitu ndo anaolea watoto wa Mungu. Angalia leo maziwa ambayo watoto wa Mungu wananyonya kutoka kwa mbwa mwitu. Wananyonya mafundisho kwa mbwa mwitu. Wananyonya mafundisho kwa mbwa mwitu. Angalia leo TV za kidunia ndo zinazohubiri kanisa la leo. TikTok ndio inayohubiri kanisa la leo. Angalia leo vichekesho vinahubiri kanisa la leo. Mbwa mwitu anawaambia haina shida, mwanamke unaweza kuvaa suruali tu, mwanamke unaweza kujiremba. Ni mbwa mwitu hao, mbwa mwitu hao, mbwa mwitu. Mbwa mwitu wewe, mbwa mwitu wewe, mbwa mwitu wewe, unalipotosha kanisa la Bwana. Angalia leo mbwa mwitu wanakuja kama wachungaji, ni mbwa mwitu. Wanaambia haina shida, mwanamke unaweza kuwa mchungaji tu, unaweza kulichunga kanisa. Yote yalimalizika pale msalabani. Wewe ni mbwa mwitu tu. Acha kulinyonyesha kanisa la Bwana, mbwa mwitu. Biblia inasema hata mbwa mwitu hutoa matiti, huwanyonyesha watoto wao. Binti ya watu wangu amekuwa mkali, mfano wa mbuni jangwani. Ni lazima, nisikilize, ni lazima uwe mkali. Kwa nini wewe ni mkali? Kwa sababu unanyonya chakula kutoka kwa mbwa mwitu. Lazima na utakuwa mkali kama mbwa mwitu. Hautalisamini neno la Bwana, hautalisamini agano la Mungu. Haleluya, kanisa la Mungu ni majonzi, kanisa la Mungu. Angalia ulimi wa mtoto anyonyaye wagandamana kwa kaka rake kwa kiu, kwa sababu maziwa ya mbwa mwitu hayawezi kutuliza kiu ya kondoo. Maziwa ya mbwa mwitu hayawezi kabisa. Watoto wachanga waomba chakula, wala hakuna hata mmoja awamegeaye. Angalia watoto wanavyohangaika, wanatamani kula chakula, lakini wakipata, wakifika kanisani ni pokea baraka, pokea muujiza, pokea neema ya kwenda Marekani, pokea neema ya kwenda Ulaya. Hakuna wamegeaye watoto chakula. Watoto wamekonda, watoto wanahangaika kwa kiu. Ole wako mbwa mwitu, ole wako mbwa mwitu, utalipa mpaka senti ya mwisho. Biblia inasema wale waliokula vitu vya anasa wameachwa peke yao njiani. Wale waliokuzwa kuvaa nguo nyekundu wamekumbatia njaa. Maana uovu wa binti za watu wangu ni mkubwa kuliko dhambi ya Sodoma, uliopinduliwa kama katika dakika moja, wala mikono haikuwekwa juu yake. Wakuu wake walikuwa safi kuliko theluji, walikuwa weupe kuliko maziwa. Miili yao
walikuwa wekundu kuliko marijani, na umbo lao kama yakuti samawi. Nyuso zao ni nyeusi kuliko makaa, hawajulikani katika njia kuu. Ngozi yao yagandamana, mifupa yao imekauka, imekuwa kama mti. Heri wale waliouawa kwa upanga kuliko wao waliouawa kwa njaa, maana hao husinyaa wakichomwa kwa kukosa matunda ya mashamba. Angalia, mikono ya wanawake wenye huruma imewatokosa watoto wao wenyewe, walikuwa ndiyo chakula chao. Mbwa mwitu, melipoteza kanisa la Mungu. Mbwa mwitu, melipoteza kanisa la Mungu. Ndugu yangu unayenisikiliza, ni kilio kikubwa kwa kanisa. Maandiko yanasema kanisa limejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Kanisa lazima lifuate fundisho la mitume na manabii. Kanisa lazima lifuate kile neno la Mungu linasema, si kile katiba ya kanisa inasema, au ile askofu mkuu anasema, au mchungaji anasema, au nabii anasema, au mtume anasema. Ndio maana watoto wamekauka. Ndio maana watoto wanakauka kwa kiu, wanakufa kwa njaa. Hakuna nayo wamegea, hakuna nayo wanea huruma. Leo ninatoa mwito kwa kanisa kurudi katika njia ya Bwana. Wewe unayenisikiliza, kama uko karibu na Mbinga mjini au uko Tanzania, tafadhali fika kwenye semina ya uamsho na matengenezo itakaongozwa na mtumishi wa Bwana Nabii Aston Adam Mbaya, kuanzia tarehe 3 mwezi wa 7 2026 mpaka tarehe 12 mwezi wa 7 2026. Njoo usikilize neno lisilogoshiwa, njoo usikilize neno la kweli. Lakini pia kwa sababu tumetoa wito mapema kabisa kwamba watu wahudhurie kwenye semina, lakini watu wawezeshe ili semina hii iweze kufanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Lakini angalia watu walivyo na masikio ya utafiti. Wengi wanakimbia, wanaenda sehemu nyingine, hawataki hata kusapoti injili hii, semina ya uamsho ya mtumishi wa Bwana, nabii wa kweli aliyetumwa na Mungu. Si kwamba manabii wa kweli hawapo, wapo, lakini kwa sababu na masikio ya utafiti na adui amekuficha, huwezi ukawaona. Lakini leo Bwana amekupa neema usikie ujumbe huu, ya kwamba tafadhali usikose kumsikiliza nabii wa Bwana, lakini pia usikose kusapoti, kuwezesha semina hii, ili watu wengi wakasikie neno la kweli katika nyakati hizi ambazo manabii wengi wa uongo wametokea, mitume wengi wa uongo wametokea, wachungaji na walimu wengi wa uongo wametokea. Ni wakati wa kuwezesha semina hii kwa kiwango kikubwa. Mahitaji yanayohitajika, tunahitaji zaidi ya milioni 6 kwa ajili ya maandalizi ya semina hii. Kama Bwana amekujalia, usisite kusapoti semina hii ili watu wakasikie neno la Mungu, ili mbwa mwitu asiendelee kuwanyonyesha watoto, wa Mungu, ili watu wa Mungu wakasikie neno la kweli kutoka kwa Bwana, kwa kadiri ya namna ambavyo Bwana alimfunulia mafunuo mengi mtumishi wa Bwana Nabii Aston Adam Mbaya, ili watu wakajengwe, Watanzania wakajengwe. Hata ukiwa nje ya nchi, tafadhali hebu panga kufanya jambo katika semina hii. Shiriki katika semina hii, uone namna ambavyo Bwana atakavyokunemesha na kukongoza katika kweli yako. Niseme tu wana wa Mungu, nyakati tulizo nazo ni nyakati ambazo mbwa mwitu ameinua maziwa yao, amenyenyua matiti yake ili anyonyeshe kanisa la Mungu. Hatuwezi kukubali mbwa mwitu endelee kunyonyesha kanisa la Mungu. Tunakataa na kumpinga mbwa mwitu, anyamaze kabisa, ili watu wa Mungu wanyonye maziwa halisi kutoka kwa kondoo, ambao ni kondoo ambao Mungu amechagua mwenyewe. Wana wa Mungu,